kwamba kuna mambo mawili ambayo yanatuharibia CV. Na hii si mimi nasema. Mimi wiki moja kabla rais kuja hapa nilikutana na investors wa private sector ya kutoka nchi ya Marekani. Nikakutana na private investors wa kutoka nchi ya Qatar, Doha, ambao wanasema hali kule Middle East imeharibika. Wao wanatafuta alternative corridors, zile ambazo wanaweza leta investment zao na wakuwe na ile peace of mind. Na sisi tuko na jewel hapa Lamu Port. Tuko na rasilimali nzuri sana ya Lamu Port ambayo inaweza badilisha hali ya kaunti yetu kiuchumi. Lakini masuala yao yalikuwa ni mawili tu. Walikuwa wanasema masala ya kile kipande cha Gamba, kwa nini hakijarekebishwa? Wakati ile mara ya kwanza miaka 2 iliyopita Ethiopian government walileta ile cargo yao ya fertilizer na ikaweza kukwama hapa miezi 2 kwa sababu ya kile kipande cha Gamba. Wakauliza kwa nini hakijarekebishwa. Hili jambo nilimwambia rais, na mimi nashukuru pale pale aliweza kupiga simu akasema hicho kipande kiharakishwe, na contractor amechangamka. Na lau haikufanyika hiyo, leo as we speak ile barabara ya diversion ya pale Gamba imeshakatika. Ingekuwa tumerudi ule mfumo wetu wa mwaka juzi wa kuvukisha vitu na vidau pale. Lakini thank His Excellency President Ruto kwa kuhakikisha kwamba kile kipande cha juu kimemalizwa, lakini bado hakijakamilika. Kile kiko na kazi imebaki, na sisi bado tuongezea nguvu kwamba kile kipande kimalizwe ili kusudi ili suala la Gamba liishe. Na ndio hizo cargo zikija wakiamua kupita na huku iwe inawezekana. Suala lingine ambalo hawa investors waliuliza ni kwamba ni kwa nini mpaka sasa kuna ile curfew, kuna ile barricade pale usiku. Ni suala wao waliniuliza mimi na nikaweza kuwaeleza masala ya usalama. Lakini ikiwa iko namna ile inaonyesha kwamba bado Lamu hali ni tete, na hii inawatia wasiwasi hawa investors wetu. Kwa hivyo mimi naomba kwa heshima, rais vile senator amesema wao ndio wanajua mambo ya usalama. Mambo ya usalama ni masala ya serikali na vitengo vya usalama. Hiyo ni lazima tuheshimu. There is no two way about it. Lakini iwapo usalama umeimarishwa na uwezekano wa kufunguliwa hii barabara upo, na mimi najua upo, basi hii barabara ifunguliwe. Yule ambaye yuko comfortable kusafiri usiku aweze kusafiri usiku. Yule ambaye yuko comfortable kusafiri mchana asafiri mchana. Lakini isiwe kuna question marks kwa investors. Hii Lamu haitaweza kuinuka bila sisi kuwa na viwanda. Na twashukuru kiwanda cha pamba kimekuja, kiwanda cha coconut processing imekuja, kuna kiwanda cha Biksa kinakuja, kiwanda cha muhogo kinakuja, kiwanda cha pilipili kinakuja, kiwanda cha nazi kiko hapo kinaendelea. Lakini pindi investors watakavyokuwa na wasiwasi, haya mambo yote yataharibika. Nimalizie suala tata la Ebola situation.